Mimi naitwa Yusuf Kaiza Makame, mbunge wa jimbo la Chake Chake. Jimbo la Chake Chake lipo katika wilaya yenyewe ya Chake Chake, katika mkoa wa Kusini Pemba, na kimsingi wilaya ya Chake Chake na majimbo matano, ikiwemo jimbo lenyewe la Chake Chake, jimbo la Wawi, jimbo la Ole, jimbo la Chonga na jimbo la Ziwani. Kwa hiyo ni majimbo matano kwa sasa. Before yalikuwa ni majimbo manne kabla ya Ole kuingiza katika mkoa wa Kusini Pemba. Wakati mimi tunachagua 2015, mipaka iliyokatwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC, jimbo la Ole likaingia katika mkoa wa Kusini na likafanya idadi ya majimbo matano yaliyomo kwenye wilaya ya Chake Chake na kufanya idadi ya majimbo 9 katika mkoa wetu wa Kusini Pemba. Nataka kwanza binafsi nishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza katika jimbo langu, barabara zote kuu, kwa maana ya barabara zile za msingi ukiachana na street road, zote ziko na lami. Nikisema hivyo ni barabara kuu ya Chake Chake ambayo inaelekea Chake mkoani, hizo zote Wete ama Konde, zote ziko na lami. Lakini barabara nyingine iliyochipuka kutoka Chake Chake kwenda Wesha iko na lami, ambapo jimbo langu mimi limeishia sehemu ya kuendea Wesha ambayo ni njia ya Tondoni wanasema. Lakini pia ukienda upande wa kaskazini, jimbo langu limeishia sehemu moja inaitwa Michakaini ambayo ni barabara kuu. Lakini pia ukienda upande wa magharibi na mashariki, zote mna lami kwa barabara zote kuu, kwa maana ya kwamba hata barabara za mjini almost unazungumzia barabara za Kichungwani, barabara ambayo tulikuwa tunaingia barabara ya Qatar ambayo kumejengwa soko la Qatar ambayo inashuka hospitali, pia nayo imefanywa matengenezo makubwa, ni bora sasa hivi, ina lami ya kutosha. Wakati tunaingia pia suala la barabara ya njia ya Msingini ndio lilikuwa ni changamoto, lakini ndani ya miaka 5 ya uongozi wetu imetengenezwa, imewekwa lami, iko vizuri. Njia ya kutoka Chanjamjawiri kuelekea Shungi, kwa maana ya kwamba shule ya Shungi mpaka shule ya Shungi nayo pia ina lami. Kipande kilichopo ni mchipuko ambao unaenda katika kijiji kimoja cha jimbo langu ambacho nacho kinafusi, inapitika kabisa, ni njia ya kutoka Shungi kuelekea Misooni. Kwa hiyo kwa msingi wa barabara ndani ya jimbo langu, miundombinu ya barabara iko vizuri, na barabara za street road ziko rough road ambavyo hakuna rough road inayoweza kufika kilomita 3. Maana ya kwamba ukizungumzia suala la maji ni very rare vijiji ambavyo havina maji safi na salama, kwamba havijawahi kupatwa, yapo. Yani kila kijiji kwenye jimbo langu mimi, vijiji vyote niseme sawa, maji ya safi na salama yamepita. Otherwise vijiji vinavyoanzishwa sasa hivi, kwa sababu huwezi kumaliza matatizo haya, kwa sababu jiografia inakuwa, tuseme, na hii population inakuwa, watu wanahamia kila pahali, na wakihamia wanahitaji hivyo vitu. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba havipo, lakini almost jimbo langu lote lina miundombinu ya maji. Kutokupatikana, kuna vijiji ambavyo vina changamoto, niseme kama Chanjani, lakini kuna bomba za maji na nini. Kuna ile kwamba kuna siku hayapatikani maji kabisa, watu wa njia hapo jini Chanjani, ambao pengine tulizungumza na mamlaka ya maji kule Pemba, wakasema kwamba tutakifanyia marekebisho kisima chao cha kupeleka maji, lakini kuna pipe, kuna kila kitu, ni mjini kabisa. Kwa hiyo kimsingi suala la maji safi na salama katika jimbo langu limeenea almost kwa 98%.
kwenye suala hili la elimu nadhani liko bora zaidi, kwa sababu ndani ya jimbo langu mna almost shule zisizopungua 5. Shule za sekondari zipo 4, kwa maana ya shule kongwe ya Shamiani sekondari, shule ya Madungu sekondari ambayo ni mpya kabisa, executive na ni ya michipuo kabisa, shule ya Pondeani na shule ya Chanjamjawiro. Katika awamu yangu hii ya miaka 5 nilipata barua na nikaenda kuzungumza na uongozi wa shule ya Pondeani. Wakanambia wana uhitaji wa mabanda. Kwa hiyo mimi mchango wangu kama mbunge nikabidi nijenge mabanda 4. Kwa maana ya mabanda 4, kwamba madarasa, tunaita madarasa 4. Banda moja lenye madarasa 4. Nimejenga na tuko kwenye utaratibu, kwa sababu ukifikia kwa mujibu wa taratibu za wizara, ukifikia level fulani mbunge, serikali inaingiza nguvu kwa kumalizia, kupaua na kuwezeka. Kwa hiyo nimefika kwenye ile level ambayo mbunge natakiwa kufika. Nimejenga mpaka juu, sasa tuko kwenye process za kuwezeka. Muda wote serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaweza kupitia Wizara ya Elimu wanaweza wakaezeka. Lakini pia suala nimesaidia kwenye lebo hizi. Kuna changamoto ya lebo zetu za wanafunzi wetu kufanyia practical mambo yao haya ya chemistry, physics na biology. Shule ambayo mimi mwenyewe nimesoma, shule ya Shamiani, niliwasaidia kupitia msaada. Niliomba msaada kwenye taasisi, nikapata msaada kwenye benki ya NMB, wakaenda kunitengenezea lebo za physics na chemistry ndani ya shule ya Shamiani. Lakini pia tuliwasaidia wanafunzi, tumekuwa tukiwasaidia. Unajua hali za maisha ni duni, kwa hiyo ukiwa mbunge unayo nafasi pia kuwasaidia wanafunzi katika ada, si kwa kubagua, lakini hali inaporuhusu unawafanyia. Niliwasaidia wanafunzi, nimekuwa nikiwasaidia wanafunzi kwenye mambo yao haya ya kukaa kwenye dahalia, lakini pia kulipa ada kwa ajili ya kufanya mitihani katika shule yangu ya Shamiani ya sekondari. Wengi wanahitaji hizo, lakini huwezi kufanya kuwalipia watu wote, lakini unalipa pale wakati wana demand ya hilo jambo, na wewe hali kama mbunge inaruhusu. Lipo tatizo, niseme kwamba lipo tatizo la hizi boarding, wanafunzi wanaofanya mitihani. Kuna changamoto kubwa kwenye shule zetu za jimbo la Chake Chake, hasa hizi za sekondari na za primary ambazo zinafanya mitihani darasa la 4, darasa la 6. Sasa kuna changamoto ya boarding. Walimu na wanafunzi na wazazi wanapangisha nyumba kwa ajili ya wanafunzi kukaa hapo, kwa sababu shule zetu almost zote hazina boarding. Lakini changamoto hii tunayo na tutaifanyia kazi, na ukijua kwamba ni majimbo ya mjini haya, kupata hata eneo la kuanza ujenzi inakuwa ni tatizo kidogo. Kwa hiyo ni mchakato kidogo, ni process kimsingi tunahangaika. Lakini pia tumesaidia kwenye shule kadhaa kwa vikalio, kwa maana ya hizi vikalio vya wanafunzi, shule ya Shungi na shule ya Chanjani. Tumetoa misaada midogo, lakini ya kusaidia kwenye ujenzi wa shule, kuongeza mabanda haya ya shule katika shule ya Chanjani ya msingi, shule ya Chanjani ya msingi pia na vitu vingine. Lakini tumesaidia kituo cha walimu. Mwanzoni kabisa wakati naingia, na tulikuwa nikijua kwamba chama chetu kilikuwa na mgogoro kushirikiana na serikali kwa upande wa Zanzibar. Mnajua chaguzi hizi za Zanzibar zinapokuwa, sisi wa upande huu wa upinzani tukaambiwa tusishirikiane na nini, lakini nikajua kwamba mwisho wa siku
mtu atakuja kuasesiwa kwa alichokifanya, si kwa ulichoamua kutokufanya kwa sababu ya maelekezo ya chama. Watu walikuchagua uwatendee, watu walikuchagua kwa dhamira uwafanyie yale ambayo wanayahitaji kwa wakati ule. Kwa hiyo niliwasaidia kituo cha ualimu computer machine na photocopy machine mapema tu 2016. Lakini tukizungumzia elimu, tunazungumzia elimu hii kwa kwetu, tunazungumzia elimu hii ya dunia, lakini pia unazungumzia elimu ya akhera. Ukishapata hii riski, chana na ule mfuko wa jimbo ambao hutakiwi uingizwe kwenye mambo ya dini kabisa. Sawa? So, hutaki uingizwe kwenye, lakini wewe binafsi unajitoa. Tumejitoa kwenye madrasas, tumejitoa kwenye misikiti, tumejitoa kila pahali, ili hatutaki tulizungumze sana. Nasema kwamba wakati unaniuliza suala la ufaulu, unazungumzia suala la form 4 na form 6. Na suala la form 4 na form 6 tukizungumza hapo, tunazungumzia almost shule 4 kwenye jimbo langu. Shule ya Shamiani, shule ya Madungu, na shule ya sekondari ya Kondeani, na sekondari ya Chanja Mjawiri. Kimsingi mimi nikubaliane na wewe, sawa, kwamba ufaulu wake hauridhishi, lakini ukilinganisha na majimbo mengine au ukilinganisha na wilaya nyingine, jimbo letu au wilaya yetu inaridhisha sana katika ufaulu wa wanafunzi kwenye kuanzia darasa la 7, darasa la 10, darasa la 12 na la 10 na hilo la 14 ya kwa maana ya kwamba form 6. Wilaya yetu sisi ndo kidogo ina historia ya kutoa wanafunzi ufaulu wengi. Sisi katika jimbo langu tuna shule hiyo ya Madungu sasa hivi. Na shule kidogo ya vipawa. Kwa hiyo almost sasa hivi division 1 ndani ya jimbo la Chake Chake zinatoka. Na tukizungumzia division 1 ndani ya shule ya Chake Chake, lakini wanafunzi wanatoka from everywhere katika Pemba yetu. Hawatoki tu ndani ya jimbo la Chake Chake, wanakuja kusomea pale. Kwa hiyo shule ya Madungu sasa hivi ukikuta division 1 zipo, division 2 zipo, division 3 zipo. Ambao jambo hili lilikuwa kidogo gumu kwa kabla ya kuanzishwa hii skuli ya Madungu sekondari. Ilikuwa na tukumbuke kwamba shule hizi za form 4 au kuanzia form 4 kuja form 6 ilikuwa ni moja tu kabla. Ilikuwa ni Shamiani tu. Wanafunzi almost wilaya yote walikuwa wanaenda Shamiani na Fidel Castro, ambako ni mchupuo maalum kwenye jimbo la Wawe. Na ikaja zikaanzishwa tena hizo kuingizwa form 4, ndio zikaja hizi shule za kwenye miaka ya 2000 humo 2002, yani kwenye miaka ya 2000 ndio zikaanzishwa shule za sekondari mpaka form 4, shule ya Chanja Mjawiri, shule hiyo ya Wawi na vitu vingine. Si ndio? Kwa hiyo pia kuanzishwa kwake hii form 4 haikuanza miaka 10 iliyopita, miaka 8 iliyopita. Ilikuwa ni shule moja ama ni shule 2. Ndani ya jimbo langu ilikuwa ni Shamiani tu. Kwa hiyo pengine wanastahili pongezi kwa namna wanavyojitahidi wanafunzi na walimu, kwa sababu walimu wanajitoa na wanafunzi wenyewe wanajitahidi, na sisi wenyewe tunapiga mkazo. Mimi mwenyewe binafsi ni mwalimu by profession, kwa maana kwamba nimefanya field ya ualimu. Nimefanya field ya ualimu miaka 4, kwa maana kwamba nimesoma diploma miaka 3 ya ualimu, nikafanya field miaka 2 na nikafanya degree ya ualimu, na masters yangu ina correlate na ualimu kwa sababu nimefanya DS. Kwa hiyo mimi mwenyewe ninaenda kufundisha. By the way, nimekuwa nikifundisha nikiwa mbunge. Nikipata fursa ya kwenda jimboni nafundisha shule yangu ya Shamiani, lakini pia na Madungu sekondari mara kadhaa nimekuwa nikifundisha ikiwa majukumu mengine haya ya kibunge. Suala la afya, mimi kwanza sijajikita sana, kwa sababu suala la afya ndani ya jimbo langu kuna hospitali ya wilaya.
ambayo mwananchi wa jimbo langu, hakuna mwananchi hata mmoja anaweza kufika kwenye hospitali ya wilaya moja. Kuna kituo cha afya kimoja. Kituo cha afya kiko Shungi, ambako pengine ni kilomita 15 kwenda ama 20 kwenda hospitali ya wilaya. Na kwa mujibu wa taratibu na sheria za kuanzisha kituo kwenye jimbo langu, hakuna ruhusa ya kuanzisha kituo kingine, kwa sababu hicho kituo cha afya na hospitali iliyopo, kila mmoja kwa masafa ya utaratibu na sheria za afya, si ndio, anaweza kufika kwenye hospitali ya wilaya ama anaweza kufika kwenye kituo cha afya. Changamoto ni pengine ni miundombinu. Pengine hospitali ya wilaya ya Chake Chake kwenye jimbo langu imekuwa ni ya zamani, imekuwa ni tegemevu, ilikuwa inahudumia zaidi kuliko sehemu nyingine, kwa sababu population ilikuwa ni kubwa zaidi. Lakini kuanzishwa kwa hospitali nyingine kubwa kama hivi, tuna hospitali kubwa ya rufaa sasa hivi Abdalla Mzee, watu wengi wanakimbilia huko katika wilaya ya Mkoani, katika jimbo la Mkoani. Lakini pia ipo mipango ya serikali, ipo mipango madhubuti ya serikali ya kuboresha, kwa maana ya kwamba kuijenga upya hospitali ya wilaya ya Chake Chake, ikiwa na umuhimu wake kwamba ni hospitali ya center ya Pemba. Ni center ya Pemba, lakini pia kila mmoja anaweza akafika, anayetoka Wete anaweza akafika hapo, anayetoka Mkoani anaweza kufika pale kwa urahisi. Ni center ya Pemba. Kwa hiyo ipo mipango ya serikali ya kuijenga upya hospitali yetu ya wilaya ya Chake Chake. Swala la umeme kama nilivyoeleza, swala la barabara, hakuna, niseme kwamba mpaka nazungumza hapa leo, hakuna kijiji ambacho kimeomba umeme kwa mbunge hakijapatiwa. Vijiji vyetu vyote 98% vina umeme. Viko vijiji ambapo vinaingiliana, mara wanasema wapiga kura wako wa jimbo hili na jimbo hili, yaani vinapakana, kwamba jimbo hili wapiga kura wako huko, anapiga huko, sababu leo mtu anakaa upande huu anakuwa jimbo la Chake Chake, si ndio? Anahama anajenga upande huu anakuwa jimbo la Choma. Lakini kwa vijiji exactly vilivyopo kwenye jimbo la Chake Chake tumefanikiwa kupelekea. Mimi niseme tu, yaani binafsi nimepeleka umeme kwenye vijiji visivyopungua 4-5 kwa muda huu, binafsi, sio serikali, kwa maana ya kwamba umeme upo tayari, umetandazwa jimbo zima. Sasa mbunge anatakiwa kuongeza nguvu, aidha nguzo 3, nguzo 4, nguzo 5 kuwapelekea watu umeme. Kwa hiyo mimi bila ya serikali ya jimbo, ndio nimeweza kuwasaidia zaidi ya vijiji 4 mpaka 5. Kwa kuvitaja kabisa, kuna eneo la Shungi kunaitwa Shungi Dodea, nimewapelekea umeme almost milioni 6.7 na laki 7. Kuna kijiji kinaitwa Polepole Kiziwani, niliutoa umeme Kiziwani wenyewe nikawaletea kijiji cha Polepole karibu milioni 8 na laki 2. Kuna kijiji cha Matuleni, kuna kijiji kimoja cha Matuleni, vijiji viwili vya Matuleni. Kijiji kimoja kiko Matuleni wenyewe center bondeni, lakini pia kuna kijiji kimoja kinaitwa Darajani kwa chini, kiko juu hivi, nimewapelekea umeme. Vijiji 6. Kijiji chengine ni Mtoni Bandani, hapo ni center ya mji kabisa, lakini kilikuwa hakijapata umeme. Mtoni Bandani nimewapelekea umeme. Lakini pia kuna sehemu nyingine ya Mtoni kupandisha Michakaini, wanasema wenyewe walikuwa wanahitaji umeme, nimewapelekea umeme. Kwa hiyo almost vijiji 6 ndani ya awamu hii ya miaka 5 nimewapatia umeme. Na ukizingatia kwamba jimbo letu ni la mjini, kwa hiyo hatutarajii kwamba leo wananchi wetu watumie mishumaa
ama watumie kandili au vibatari. Kwa hiyo tumejitahidi. Ilikuwepo changamoto kwenye kijiji cha Mhatani Bondeni. Niseme ukweli, kulikuwa kuna changamoto ya barabara, lakini kuna changamoto ya umeme. Serikali ya SMZ tunaishukuru kwamba imewapatia. Kwanza wamewaunganishia transformer. Tulishindwa kwa sababu ni harama ni kubwa ambazo mbunge huwezi kuzibeba, lakini tuliomba kwenye serikali. Kwa hiyo serikali imewaunganishia transformer yao na sasa hivi wanapata umeme. Kwa hiyo sina maombi. Kijiji cha mwisho kinaitwa Majimbikani. Kuna nyumba almost 3-4 watu wanaanzisha mji wao. Mpaka juzi nimetoa maelekezo kwa katibu wetu wa mfuko wa jimbo, kulikuwa kuna pesa zipo, wapatiwe wao kwa ajili ya kuingiziwa umeme. Kijiji cha Majimbikani kiko meli 4 cha Njamjawiri, ili wapatiwe umeme na wao, na hilo limemalizika. Sasa hivi tunafuata taratibu za kiserikali kule baina ya halmashauri na shirika la umeme pale Pemba ZECO, ili wapatie umeme. Kwa hiyo kimsingi leo hii mtu wa Chake Chake hawezi kunifuata mimi kama mbunge akaja akasema kwamba tulikuomba umeme huku tukupatia. Yaani suala hilo hakuna. Na niseme ukweli kabisa kwamba Chake Chake kwa watu wote walioomba vitu vyao, yale yote niliyoahidi nimeyafanya kwa asilimia 98. Ibaki tena, unajua lawama hizi si wanasiasa bana. Sisi wanasiasa, na mimi nataka nifanye comparison baina ya wabunge waliopita na mimi mbunge mimi, baina ya wawakilishi na wabunge waliopita. Na ikumbuke kwamba kwenye chama changu nilikuwa peke yangu. Sawa, mwakilishi wangu mimi wa kule ni ule ambaye tuliambiwa tusiongee naye kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ukifanya unafanya wewe, na ukishirikiana na serikali wewe ni mkosa, unaitwa msaliti, kwa maana umekisaliti chama chako. Na huwezi kuyafanya haya. Niliyafanya haya kwa ugumu zaidi. Pengine nilitaka kufanya zaidi, lakini kwa kuogopa, kwa sababu mimi ni binadamu, kuitwa msaliti, basi nilikuwa nafanya kwa woga, ili baada ya miaka 5 niseme kitu tangible, hichi nimekifanya katika jimbo langu. Na nimefanya kwa sababu haya yote huwezi kuyafanya bila kushirikiana na serikali. Kwa hiyo mimi nilivunja miko ya chama changu, nikashirikiana na serikali ili watu wapate maendeleo kwenye hizo sekta. Nisingeshirikiana na serikali, maana yake leo tukizungumza huo umeme kwenye vijiji usingefika. Masheha wa shehia zetu ni wa Chama cha Mapinduzi. ZECO watendaji wake wengi ni wa Chama cha Mapinduzi, na ni wananchi wengi, lakini wengine ni wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama mtu angeleta affiliation za politics, yani affiliation za vyama vyetu, basi wananchi leo tusingekihukumu chama, tungewahukumu wananchi waliokuchagua. Kwa hiyo kwa kuamini hilo, mimi nilifanya na nikakiuka miiko ya chama changu. Lakini baada ya miaka 5 leo tunaenda kuhesabu nilichokifanya, which is tangible. Ni kile kitu, nikisema tangible ni kile kitu kinachoonekana. Ukimwambia mtu nimefanya hichi, anakiona, ambacho ni difference kabisa na wenzangu waliopita. Mimi leo nataka waje wafanye comparison kwenye ujenzi wa chama kwa miaka yangu. Hicho ndicho chama changu cha kafu, si ndio? Na wenzangu waliopita kwa miaka kadhaa iliyopita, waje wafanye kwa mambo miradi hii ya maendeleo. Tuhesabiane kwamba wewe ulikaa miaka 5, wewe ukawa miaka 10, wewe nini legacy yako Chake Chake? Nini legacy unaweza kujisifia? Kwa sababu unapokaa kwenye jimbo unachohitajika kufanya ni kuacha legacy, kwamba nilikaa miaka 5, si ndio? Lakini legacy yako iweze kuonekana kwa miaka 20, 30 ijayo. Kwamba siku moja ukipita useme hichi nilikifanya mimi. Watakao usijali kwamba hutofaidika, watafaidika wananchi waliokuchagua na vizazi vijavyo. Kwanza mimi siamini kwamba unaweza kuisusia serikali kwenye maisha yangu ya siasa, lakini kwenye maisha yangu binafsi huwezi kususia serikali. Serikali ni kuanzia nyumbani kwako. Sawa?
Serikali ni kuanzia nyumbani kwako. Unasusiaje serikali? Unasusiaje viongozi wa serikali? Kuanzia unapokaa kwenye kijiji, kuna balozi, kuna sheha, kuna diwani, kuna mwakilishi, kuna mbunge, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa. Hauwezi kufanya kitu chochote cha maendeleo bila ya kushirikisha ngazi za serikali. Kwa hiyo kwangu binafsi siamini kwamba eti mtu anaweza kuishi bila ya kutegemea serikali. Hata hao wanaosema this is a word of politics, niseme kwamba this is a cheap politics, this is a kind of cheap politics, sio? Tulikuwa tunafanya cheap politics, sababu huwezi kabisa kukaa bila ya kutegemea serikali. Mimi nikitaka kujenga daraja, nimejenga vidaraja kadhaa kwenye jimbo la Chake Chake, vidaraja kadhaa, lakini wataka kujenga ni lazima sheha ajue. Sheha wenyewe ni Chama cha Mapinduzi, si ndio? Kwa wilaya ajue, si mkurugenzi afahamu nataka kufanya hichi ngumu. Kwa hiyo hivi vitu hauwezi kukwepa kabisa serikali. Na ukijidanganya kwamba mimi nakwepa watendaji wa serikali, this is a kind of cheap politics, kuaminisha watu ambao hatuamini kwenye nafsi zetu. Huamini kwenye nafsi zetu, hatuamini kabisa. Yaani kwenye nafsi zetu tunawaaminisha watu wengine ambao ni wa grassroots, ndio wa ground chini, kuwaaminisha kwamba sisi hatuzungumzi na huyu, sisi hatusemi na huyu, lakini ni uongo. Unataka kujenga nyumba yako, mbunge, umechaguliwa, una nyumba, sawa? Unataka kiwanja, umepata kiwanja, si ndio? Huwezi kujenga bila mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya kushiriki, sawa? Huwezi. Sasa unaanzaje usikutane na mkuu wa wilaya? Unaanzaje usifanye na sheha? Yaani kile kiwanja kwanza lazima upate nini ya sheha, athibitishe kwamba hichi kiwanja ni cha sheria hii na hivi, na unaanzaje? Kwa hiyo hakuna namna ya kukwepa serikali. Na ndio maana mimi nilifanya kwa tahadhari sana. Nikijua hao ambao waliniambia kwamba usishirikiane na, leo wangenihukumu kama sikufanya. Leo hii wangenihukumu. Lakini hakuna namna tena, ni lazima niende na nirudi jimboni nikawaeleze wananchi nilichokifanya na wafanye comparison. Wabunge hawa kugoma, sisi yani upinzani kugoma, sisi ni tunasema ni form 1. Yaani mimi binafsi na form 1 kwenye bunge. Ya kwanza ni kwamba ni miaka yangu, ni kipindi changu cha kwanza kushiriki kwenye bunge. Kwa hiyo vitu vingi najifunza. Na nimejifunza vingi ndani ya miaka 5, na inatosha kwa mtu kama mimi kujifunza ndani ya miaka 5. Niseme kwamba si jambo sahihi kugoma kila jambo katika bunge. Si jambo sahihi kukimbia bunge kwa kila jambo. Lakini mahsusi niseme si sahihi kabisa kukimbia janga la maradhi kama corona, si ndio, ukalikwepa bunge. Si jambo sahihi, kwa sababu janga hili janga halikuletwa na mtu, wala hakuna haja ya kutafuta mchawi. Ni maradhi yameletwa na Mungu, si ndio? Tunatakiwa sisi kama wawakilishi wa wananchi ndio tukae tujadili kila wakati, na tusikimbie. Kila wakati tujadiliane na serikali namna bora ya kuliendea jambo hili kama ambavyo imekuwa. Sasa kukimbia sio solution. Kuna kitabu kimoja, Things Fall Apart, kuna neno moja, kuna sentence moja wanasema running away from the problem is not a good way to solve the problem. Si ndio? Kwa maana ya kwamba ukiliona tatizo ukalikimbia, sio njia, sio suluhu ya kulitatua tatizo hilo. Tatizo unakabiliana nalo. Na serikali tunaona jitihada zake, wanakabiliana nalo kwa mikakati madhubuti kabisa. Mimi nasema ni mikakati madhubuti ikiongozwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe, Waziri Mkuu, timu maalum kabisa, Waziri wa Afya. Kwa hiyo sioni sababu ya kukimbia. Na rais amekuwa yuko Chato hapo, lakini anasema kila siku anatoka kwenye vyombo vya habari, anazungumza na watendaji wake,
namna tunavyoliendea tatizo hili, namna ya kukabiliana na tatizo hili. Na mimi leo ningekuwa na mamlaka, lakini nitashauri, ningekuwa na mamlaka na nashauri kwa mamlaka zinazohusika, kama kuna wakati ambao rais amewaondoa watu hofu juu ya janga hili la corona, ni wakati huu. Kama kuna wakati rais amethibitisha kwamba yeye ni mwanasayansi mbobezi, basi ni wakati huu wa janga la corona. Na mimi nishauri basi, kama nataka nishauri kwamba vyuo husika au taasisi husika, uko ulazima wa kumtunukia rais, upo ulazima, zikifuata taratibu na sheria, uko ulazima wa kumtunukia rais shahada ya udaktari wa saikolojia na tiba katika kuliendea janga hili. Mimi binafsi, ukiumwa tuna mafua unaona hii corona, ukiumwa tuna kitu unajua hii corona, yaani kiungo kikukuma kwa sababu hujafanya mazoezi unajua hii corona. Lakini rais amekuwa mstari wa mbele kuwatoa hofu, kwanza kuwatoa hofu watu. Kwa hiyo watu wanaendelea kuchapa kazi baada ya rais kusimama mstari wa mbele kuwatoa hofu watu wetu wa Tanzania. Lakini chengine ameshauri haya mambo ya tiba mbadala, na ndio maana nikasema anastahili kutunukiwa shahada mbili za heshima za udaktari, tena wa heshima, shahada ya saikolojia, kwa sababu amewatoa watu wengi hofu wa Tanzania na watu wanaendelea kufanya kazi zao. Lakini pia ya tiba ameshauri vitu vingi, amewashauri wataalamu vitu vingi, na ishu ya kujifukiza. Na watu wengi, sasa hivi asilimia karibu 50-55 ya Watanzania wanaoyaona haya wanajifukiza. Kwa hiyo hii ni heshima kubwa, na ndio maana nikashauri kwamba rais anahitaji kutunukiwa shahada ya heshima ya saikolojia na tiba katika kulikabili janga hili la corona. Ni jembe. Mimi nataka niseme mpinzani, lakini jembe. Vitu vingi, unajua sisi wapinzani, niseme ukweli, ni si watu wa issues. Na ndio maana nikakwambia nimejifunza. Pengine niliona the best way ni kuwa mpinzani, lakini at the time comes unajifunza. Sawa? Na kujifunza sio makosa. Sawa, kujirudi sio makosa kwa binadamu. Na ukasema kwamba nilikosea, sio kosa. Sasa hivi sisi ni watu wa matukio, niseme ukweli. Wapinzani ni watu wa matukio. Likija tukio ndio ajenda. Ikiwa hakuna tukio, hamna ajenda. Kwa hiyo imekuja corona, this is an agenda this time ya kisiasa. Hatuwezi kuwa hivyo, ni lazima tuwe na issues. Tulikuwa tunaelekea uchaguzi hapa, watu wote wanazungumzia sijui tume huru, sijui nini, wameacha. Si ndio? Alipoanza kununua ndege rais wanasema tunatumia pesa bure, sijui vipi tusipeleke kwenye kilimo hivi na hivi. Wameacha, ndege zimekuja. Tulipokuwa hatuna ndege tunasema kwamba bwana hatuna ndege hata moja. Ukienda Kenya Airways zipo zimejaa pale uwanja. Airport Nairobi airport, sijui na nini. Entebbe, sijui unakuta Uganda kuna ndege. Zimenunua ndege. Hakuna ajenda. Kwa hiyo ni watu wa matukio, sio watu wa issues. Na mimi sipendi watu wa maneno bwana. Mimi ni mtu wa vitendo. Kwa hiyo mimi nasema Mheshimiwa Rais ni jembe kweli na serikali yake. Amefanya kazi kubwa sana. Na kwa sababu pengine si wengine tumetembea kiasi kwenye nchi hii. Pengine hii bunge limetupa fursa ya kutembea hii nchi. Kwa maana ya kuingia kwenye miradi ya kukagua kamati kwenda kwenye miradi ya kukagua vitu mbalimbali, miradi mbalimbali iliyotekelezwa na serikali. Unajua kwamba kuna tofauti kubwa. Sawa? Kutoka awamu hii na nyingine. Kila awamu inafanya vitu vikubwa na vizuri. Lakini hii imetia fora. Niseme kwamba awamu hii imetia fora kwenye afya.
mambo ni mazuri. Mimi nimekagua, mimi niko kwenye kamati ya accounts ya local account hizi serikali za mtaa, sawa, lagi ya bunge. Nilikuwa kwenye kamati ya nishati na madini, nilikuwa kwenye kamati ya ukimwi na madawa. Nimetembea kiasi, mimi nimefika mpaka Ngara, Rusumo, nimeangalia, tumeona hayo mambo ya vituo vya afya, tumeona yani kila kitu, miundombinu iko vizuri sana. Kwa hiyo rais amejitahidi sana kwenye awamu yake hii, na tunamwombea na serikali yetu hii kila siku, usiku na mchana, sawa, kuyakamilisha miradi yote. Lakini pia ninao ushauri kwa serikali yangu, sababu kufanyika perfect kwa sababu kwamba hakuna, zipo changamoto kadhaa ambazo hizi zinahitaji kutatuliwa, na mimi ninachopenda kushauri ni kimoja tu, kwamba kwenye miradi hii ya kimkakati, mfano standard gauge, ule umeme ule tunaofua kule kwenye nini la Rufiji, unaitwa Mwalimu Nyerere, ambao unazalisha kilo megawati karibu 2100 tunatarajia kuzalisha. Hii ni miradi mikubwa sana kwa faida ya nchi, kwa leo na kesho kutwa, yaani kwa maana ya watoto wetu na wajukuu zetu. Ninachotaka kushauri hili ni kwamba miradi hii isije ikaishia njiani. Kuna tendency ya miradi mikubwa, sawa, kuishia njiani. Inaanzishwa na awamu moja, kila awamu ikaja na kitabu chake. Mimi nataka kuanzia awamu hii, sawa, kuwe na mkakati madhubuti. Kuwe na mkakati madhubuti kwa maana aidha serikali iamue kutengeneza tume maalum itakayorati, sawa, ule wakati wa kubadilishana vijiti, si ndio, au wa kurati miradi ya kimkakati. Hii miradi ya kitaifa ni lazima kukamilishwa, kwamba ikitoka awamu hii ya 5 ikaja awamu ya 6, rais atakaye kuja baada ya Mheshimiwa Rais Magufuli kumaliza muda wake inshallah, sawa, 2025 tukiwa hai, basi anayekuja, kama standard gauge imefika Tabora na inatakiwa ifike Isaka, basi amalize kwanza, ndio mradi mwingine mpya wa kimkakati uzaliwe. Kama hatujamaliza kuzalisha umeme huu wa megawati 2100 huo wa Mwalimu Nyerere huko kwenye hilo nini ya Rufiji, basi kwanza amalize mradi ule mkubwa, wananchi wafaidike, ndio mradi mwingine uzaliwe. Na hili haliwezekani kama hatujatengeneza kamati maalum ya watu maalum ambao watamshauri, watakuwa wana kazi maalum, au tume maalum watakuwa na kazi maalum ya kumshauri rais anayechukua kijiti baada ya Rais Magufuli, kwamba na itengenezwe kisheria kabisa, itengenezwe kisheria, itengenezwe kisheria kabisa kwamba umeachiwa na umekuwa rais, ndio mikakati ni miradi yetu ni hii, kwanza tunamaliza, iwepo kisheria kwamba tulianzisha miradi ya mikakati miwili, sawa, ni lazima imalizike. Mambo mengine yataenda, lakini usisae tumefikia Tabora, tunakuja kuanzisha jambo jipya. Tunaanzisha mradi wa kimkakati wa bandari ya Samuel S. ya nini, hatuwezi kufika kwa sababu kila mmoja ataanzisha kipande chake, ataondoka, sawa. Kila kitabu kila awamu iwe na kwenye miradi ya kimkakati, serikali lazima ikamilishe miradi yote ya kimkakati kwa kuwa na tume maalum ambayo inalati baina ya ile unasema ile period ile ya kurithi uongozi, yani ya kutoka awamu hii na awamu hii, sawa. Pale kuna kuwe na tume maalum ya serikali inayoratibu hiyo miradi ya kimkakati ambayo itamwezesha rais anayekuja kukamilisha ile miradi ambayo ilianza kwa asilimia kubwa na rais anayeondoka. Okay. Ushafikiria mwaka? Nilishamaliza. Kwanza sio nilishawahi kufikiria. Nilishamaliza. Kwa maana ya kwamba nilishamaliza kabisa kwamba nahama. Okay. Sawa. Nilishamaliza nahama kafu na ingia Chama cha Mapinduzi. Na ni haki yangu ya kikatiba kujiunga na kikundi chochote na wakati wowote. Si ndio? Nahama naingia Chama cha Mapinduzi soon baada ya kuvunjwa bunge.
wala sitaki kugunya maneno na hawa naingia chama. Nikawa hata mwanachama, nikiwa mbunge, nisiwe, I don't care, but ninachohitaji ni kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ubunge ni baada ya kuwa mwanachama wa chama fulani, si ndio? Ukishakuwa mwanachama sasa, kwa hiyo mimi nataka kwenda kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, then kama nitaamua kugombea ubunge kwa Chama cha Mapinduzi ni huko, lakini nahama upinzani. Sawa? Yaani kama nimekosea huku, nimejifunza ndani ya miaka mitano. Nataka labda nitoe experience kidogo. Mimi nimeingia kwenye ubunge, chama chetu kikiwa na mgogoro mkubwa sana. Mgogoro wa ndani kabisa wa chama ambao ulihitajika kumalizwa na chama ili chama kiende. Hatukuweza. Kama ndani ya chama kimoja kuna vyama 19 vinavyoingia uchaguzi this time, nilivyosikia kwenye tume ya NEC. Chama kimoja, chama chenye wafuasi labda milioni kadhaa tu hivi, si ndio? Umeshindwa viongozi kukubaliana ili chama kikawa kinaenda. Mkagawana mbao. Hamwezi kuendesha nchi yenye mambo mengi makubwa. Hii nchi mtepigisha au mtafanya vyovyote vile, mtapeleka mbama moja, si ndio? Kwa hiyo kama mnashindwa kwenye chama kusolve matatizo yenu, mkawa kitu kimoja, mkitoka nje, hamwezi kuendesha nchi. Lakini si mgogoro huo tu. Mimi nime experience kutoka, yani unamkimbia rais anahutubia bunge. Lakini mtafanya nini wakati mimi ni form 1? Ni lazima utii, unatoka. Si ndio? Tumetoka hapo bungeni tukifunga midomo na vitambaa. Na maradhi haya tulijifunga sisi kwanza. Vitambaa hivi vya mdomo eti hatuzungumzi. Muda mrefu tukakimbia hata budget yani. Kuna siku unatolewa tu, mtu amezungumza na anachangia, wanabishana na naibu speaker ama speaker, sio? Speaker na mbunge tu mmoja wa upinzani wamebishana, ananyanyuka mmoja anaambia tutoke wote. Tulikuwa na Ukawa, hakuna Ukawa tena sasa. Tena niwaambie tu wananchi wa Tanzania, hakuna Ukawa tena this time. Sawa, tumeanza hapa na Ukawa, umeanza kuvunjika. Sisi wengine mimi nilikuwa niklea kabisa kama. Nilikuwa naibu waziri kivuli ofisi ya waziri mkuu bunge sera. Mwanzoni nikafukuzwa hapo katikati. Si ndio? Wakachaguliwa wengine, wale kuwemo kafu na hivyo. Sawa, hawa tunapatia wote wakiwemo kwenye Ukawa, wote wakiwemo. Na tulikuwa tunashika kwa siku nyingine zito wanakuja, siku nyingine hadi kwenye Ukawa, hivyo wote wanakuja. Si ndio? Tumetolewa sisi wameingia wenzetu kafu wengine, lakini tumeenda mwishoni kwenda kumaliza bunge. Hakuna Ukawa tena. Waziri kivuli wote ni Chadema. Lakini tumeenda zaidi. Hapa tunaenda kumaliza kabisa. Hata hao Chadema wenyewe wamegawana. Wako wanaoingia bungeni, wako wasioingia bungeni. Kwa hiyo hakuna upinzani. Tena mimi nitoe wito hasa kwa vijana wa rika langu waliopo Tanzania nzima na wale wa jimbo langu la Chake Chake, wajue kwamba hakuna upinzani Tanzania madhubuti. Hakuna upinzani. Vyama vya upinzani, kwa maana vinavyoitwa vyama vya upinzani vipo almost 18. Si ndio? Lakini ule upinzani madhubuti wenye wivu wa maendeleo, wenye wivu, wenye uzalendo wa nchi yao, kwamba nchi tunataka iende hivi, haupo. Na tunahitaji almost miaka 50 kutengeneza upinzani madhubuti na wenye wivu wa maendeleo. Na mimi ndio maana nikasema kwamba naondoka, nikivunjwa bunge naondoka, naenda zangu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu naamini Chama cha Mapinduzi wanaweza wakabishana ndani wakatoka wakiwa wamoja. Na ni chama kikongwe, kina viongozi madhubuti, mahiri na wenye uwezo wa kuendesha taasisi. Tunaelewana? Ni chama ambacho kinawapa fursa za kutosha kila group
kinawapa fursa za kutosha. Hata ukiangalia hata katiba zao, vijana wana nafasi zao, wazee wana nafasi zao, wanawake wana nafasi zao, na kuna hiyo ya kwenda, lakini zimegawiwa huko kwenye vyama vingine, zipo tu kwenye katiba, haziko implemented, lakini huku zinaandikwa na zinatengwa. Kwa hiyo mimi sioni sababu hata moja ya kubaki upinzani. Tunaamini na wataalamu wanasema wa nini hao population wanasema kwamba maisha ya mwanadamu au ya Mwafrika, sio ya mwanadamu, niseme specific ya Mwafrika, ni miaka 55 60. Ukipata 60 na vitu huko au 70, wewe ni baraka ya Mwenyezi Mungu kakujalia. Mimi I have 36 na siamini ndani ya nafsi yangu, siamini ndani ya moyo wangu kwamba ndani ya maisha yangu haya kwamba kuna upinzani unaweza ukashika hatamu ndani ya nchi hii ya Tanzania na Zanzibar kwa ujumla wake, yaani ndani ya Zanzibar lakini na Tanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo sina sababu kwa upinzani ambao hauna wivu wa maendeleo, hauna wivu wa uzalendo wa nchi. So hauwezi kufurahia nchi yako inanyimwa kitu cha msingi kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi wa nchi hiyo, baada ya kuona furahia. Siwezi. Ngoja nikakae kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwanza mara bunge takapovunjwa. Kisha kuzungumza kwa uongozi wa chama chako kwa jamani, mimi sasa hivi naondoka baada ya nafasi. Let me tell you something. Mimi nimekuwa nikizungumza na peers, rafiki zangu na viongozi ambao wapo kina Mafutaha, yuko hapa kama mwenyekiti mkuu, na hakuna mtu ambaye wote naamini kwamba hajui kwamba mimi naondoka. Hata jimboni kwangu wanajua kwamba mimi naondoka. Hii mimi nimepewa ridhaa na watu wa Chake Chake kwa chama cha wananchi kafu. Namaliza muda wao walionipa ridhaa, kwa sababu naenda nikienda kuwaomba, nikiingia sehemu nikapewa ridhaa na Chama cha Mapinduzi kwenda kugombea jimbo la Chake Chake tena, si ndio? Naenda kuwaomba wao. Sasa siwezi kukata mkataba wangu na wananchi, si ndio? Katikati namaliza mkataba wangu, naenda kuwaambia ukweli wana jimbo langu. Lakini pia nimewatayarisha kisaikolojia ndani ya jimbo langu. Everybody, kila mtu anajua kabisa kwamba Yusuf anaenda Chama cha Mapinduzi, na lazima watayarisha. Ukija ukipata ridhaa ya chama chako, yani ya chama changu ninachoenda cha Mapinduzi kupeperusha bendera, isiwe shida, kwamba wajue umewaandaa kwa ajili ya kwenda zao huko na hamna tatizo. Lakini pia viongozi wangu nimewaambia, mimi ni mjumbe hapa ninapozungumza, mimi ni mjumbe wa baraza kuu, yaani kile kikao kikubwa cha chama. Kwa umri wangu mimi nimekuwa hivyo, nimekuwa mpaka mjumbe mpaka sasa hivi naongea leo tarehe 9 hii ya mwezi wa 5, mimi ni mjumbe wa baraza kuu la chama kwa cheo changu, kwa sababu mimi hapa nazungumza ni katibu wa jumuiya ya vijana ya kafu nchi nzima Tanzania. Kwa hiyo naingia kwenye kamati ya utendaji, kwa maana ya secretariat kuu ile ya chama cha kafu, lakini pia naenda kwenye kikao kikubwa cha mwisho cha maamuzi ya chama cha wananchi kafu. Kwa hiyo nimewaambia kabisa kwamba mimi nitaenda Chama cha Mapinduzi nitakapomaliza, na si vibaya wameondoka watu, na hii kuinform watu sio lazima, lakini unafanya kwa urafiki, kwa mapenzi, ili wenzako wajijue kwamba huyu tukimaliza hatuko naye, kwa sababu mlikuwa wote. Na mimi nawashukuru, tumefanya kazi wote kwa kushirikiana. Sawa, wengine kwenye chama hichi tulioanza nao, wengine wameenda ACT, wengine wamekuwa kafu, lakini brother, mimi waandishi mwambie kabisa, mkiona vijana wanakimbia upinzani, vijana wenye akili kabisa,
akina Julius Mtatiro, akina Kafulila, si ndio? Akina sisi hapa, akina kazi, vijana wanaondoka, akina Mwambe, akina Katani, vijana wanaondoka, vijana wa rika la leo waliotarajiwa kwamba hawa wakiongoza chama wanaondoka. Unajua kwa hakuna matumaini. Na ndio maana nikawaambia vijana, hakuna haja ya kwenda kuungana na vyama vya upinzani, kupoteza muda. Wajiunge na Chama cha Mapinduzi, sawa, tukalijenge taifa letu. Si chengine chochote. Mimi nina experience brother, nina experience ya kufanya kazi na wana CCM wengi. Na hatukugombana. Hizi affiliation za politics. Hizi affiliation za politics hatukuziweka. Nitoe mfano mmoja. Mimi nilifanya kazi na Makonda. Mimi Yusuf Kaiza nimefanya kazi na Makonda akiwa mwenyekiti wangu, mimi nikiwa katibu mkuu wa serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania nzima, mwaka 2011 2011. Na hatukugombana. Yeye mwenyekiti ni CCM kweli kweli kama unavyomjua Makonda. Na mimi kipindi hicho damu inachemka, siamini katika chochote. Niko kafu. Yeye mwenyekiti, mimi katibu mkuu mtendaji wa vyuo vikuu, na unaongoza wanafunzi wasome. Na wakati ule lile wimbi la vyama kuingia vyuoni ndio linakuja kwa nguvu zote. Tuliongoza TAHLISO, Tanzania Higher Learning Student Organization. Tuliongoza kwa umakini mkubwa. Na hatukutoka nje tukabishana, wala tukaivunja TAHLISO, tukijua kwamba tunatetea maslahi mapana ya wanafunzi wa vyuo vikuu, ikiwemo mikopo. Lakini tulimaliza kwa salama. Kipindi fulani kukawa na mzozo mkubwa wakati Makonda anaenda kugombea UVCCM 2011 umakamu mwenyekiti. Wanafunzi wakataka kumtoa. Nilikuja chini nikamwambia, tusifanye, tunatengeneza. Sisi tunatengeneza hapa, tuna practice uongozi, lakini uongozi hasa ni wa kwenda kuongoza nchi hii. Na tulikuwa tunaambiana mimi na Makonda, tunataniana, kesho mko utakuwa mkubwa au uko utakuwa mzazi, au utakuwa uko. Mungu kajalia ndani ya miaka 5 yeye alikuwa mkuu wa wilaya kwanza, akawa mkuu wa mkoa, na sisi tukapata ubunge. Na wengine wapo hapa bunge ni TAHLISO hii. Alikuwa rais Mwita Getere wa Bunda kule, Bunda vijijini. Si ndio? Huyo alikuwa rais, tulikuwa naye kwenye TAHLISO. Kuna mtu anaitwa Gulamali wa Manongo. Si ndio? Tulikuwa naye kwenye TAHLISO. Sawa, ukizungumzia TAHLISO ni taasisi kubwa sana, lakini hatukubisha. Na wakati wa sisi, mimi katibu mkuu wao nilikuwa kafu. Na sikuwa hapo tu. Alikwambia mwenyekiti hapa wa UVCCM, yeye na Heri James anaitwa Matias Kipara. Nimeongoza naye na mimi nilikuwa makamu mwenyekiti wa TAHLISO. Sawa? Pengine ni kijana pekee wa Zanzibar niliyopata nafasi ya kuongoza sana kwenye TAHLISO. Sijapitia sana, lakini nimepata muda mzuri. Nimekuwa makamu mwenyekiti wa TAHLISO, nimekuwa katibu mkuu wa TAHLISO. Kwa hiyo wote ambao nao wenye vitu walikuwa Chama cha Mapinduzi. Hatukugomba. Tulipogombana tulikuwa tunakaa tunamaliza. Unaelewa? Kwa hiyo haya mambo tumejifunza. Hatuwezi kwenda kulibomoa taifa kwa sababu ya upinzani. Wanasema nao watu wa upinzani na sisi tunamjua. Hakuna. Sitaki niwasemee wengine. Mimi kwanza sitaki nisemee wengine. Nataka nisemee nafsi yangu. Mimi mwenyewe binafsi, sawa? Nimeamua kwenda Chama cha Mapinduzi. Hakuna alonifuata. Sawa? Na niwatoe kabisa shaka, hakuna alonifuata wala aloniahidi chochote. Nimeamua mwenyewe kwenda kuanza process za kuhamia Chama cha Mapinduzi. Ni mimi mwenyewe. Hakuna mtu wote, na kama yupo aje, kwa sababu sijekuwa akasema atugirishaje huko akasema huyu tunaenda kumtoa sisi bwana. Sasa hakuna.
Kama ambavyo nilienda CUF bila ya kufuata na naingia Chama cha Mapinduzi, hakuna alionifuata wala alioniahidi pesa, cheo wala kitu chochote. Ni kama nilivyosema awali kwamba nimeamua kuingia Chama cha Mapinduzi kwanza kwenda kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sawa? Yaani muwemo kwenye timu ya kutenda, sio kusema. Maana yangu ni kusema kwamba kwenye timu ya kutenda ni kwa maana ya kwamba CCM wanatenda. Kwambia shule unaiona hizi hapa. Kuna magorofa lot sasa hivi kule kwetu Pemba na Unguja. Dr. Sheni kajenga gorofa shule nyingi sana za gorofa. Leo unakuja kusema sijui quality inakuja baada ya watu wanajulikana wanakaa wapi. Quality utaipataje kama hujapata kwanza kujua unakaa wapi? Quality ni kutokana na hata hayo majengo yenyewe. Kwanza ukiona unakaa kwenye quality, hata kwani ujiulize utajiri unaanzaje? Unakaa kwenye nyumba ya tembo unasema wewe tajiri? Si ndio? Quality unapatikanaje kwenye nyumba ya tembo? Si ndio? Lakini ukiona miundombinu yenyewe, ukiona tu physical, ukiona unajua hapa elimu inatoka. Si ndio? Kwa hiyo tusidanganyane. Vitu vimeboreshwa vizuri sana. Kwa hiyo nataka niingie kwenye timu ya kutenda, sio kusema. We opposition. Sisi tunasema sana. So tunapinga everything. So tukitoka hakuna hata majengo, tukijenga wanahamia, hakuna quality. Quality anapima nani? Quality anapima nani? Si anapima serikali. Si anapima matokeo, si ndio? Tunafanya wangapi wanapasi? Tunafanya bwana. Sawa? Tunatekeleza. Sio hatukuwa hapa. Rais anasema hatukuwa hapa. Sawa? Tunatekeleza. Tunamaliza terminal 3, terminal 2 tunamaliza ya airport, lakini pia kuna airport ndogo zaidi ya 2 zinajengwa kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri ya kitalii, hasa kwenye yale maeneo ya ambayo watalii wanafika sana. Sasa hivi kuna jengo uwanja wa ndege Kigunda Nungu, na iko mipango ya kutanua na feasibility study zote zishafanyika, wako wanatafuta kujenga uwanja mkubwa wa ndege Pemba, yaani kutanua uwanja mkubwa wa ndege wa Pemba, lakini pia uko mpango wa kujenga airport ndogo mwanzoni mwa Pemba kwa maana ya Mwambe. Kwa hiyo hii yote lakini pia amejenga miundombinu ya serikali. Sisi kule Pemba sasa ukienda pale Gombani pale kwenye uwanja mkubwa wa mchezo kajenga majengo ya kisasa kabisa ya wizara almost zote sasa hivi zimehamia katika eneo moja. Hii ni kuna barabara nyingi tukazijenga, lakini nataka niseme hii iliyotoka Ole inaenda mpaka Kingeji. Mimi ambayo nimepita binafsi sasa hivi inapitika, imeshawekwa lami kwa 50% kabisa ya au 50 mpaka 55 kwa kufikia kule, lakini njia inapitika tayari, imejaa kwa fusi na sisi tunaendelea kupita kwa Pemba. Sawa. Kwa hiyo kimsingi amejipambanua na amefanya mengi. Sawa. Na mji unaendelea kujengwa, Zanzibar inajengwa kweli kweli. Yaani rais anatoka na chama bwana. Mimi nistaki kusema sana kwenye hili swala la rais. Rais atakayeletwa na chama, rais wowote. Sawa, naamini chama hakiwezi kukosea. Kwenye Chama cha Mapinduzi, rais wowote atakayeletwa na chama ndio rais wetu, na huyo ndio atakayefuata nyayo za mtangulizi wake. Na wasaidizi wake, na sisi wananchi wa kawaida tutamsaidia. Wote atakayekuja tutamtafutia kura. Sawa, lakini pia baada ya kuwa rais, kwa sababu swala la kuwa rais halina pingamizi kwa sababu CCM tuko wengi tutakurudiwa nechenge CCM tuko wengi sana. Kwa hiyo halina pingamizi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwa Zanzibar hilo halina pingamizi, lakini tutatunguka na kuomba ridhaa na tutashinda, na baadaye tutafanya kazi. Naamini kwamba yale yote mazuri aliyoyawacha Dr. Sheni tayari na yeye atakuja na mengine mapya mazuri
mazuri zaidi, lakini rais atatokana na chama cha CCM, na yoyote atakayekuja tutampokea na tutafanya naye kazi. Mimi naenda Chama cha Mapinduzi, si ndio? Na wananchi waelewe hivyo wa jimbo la Chake Chake, na sina haja ya kuficha, lazima niweke wazi. Na katika hili kama nilivyosema mwanzoni, nimekueleza kwamba nimewaambia wananchi wangu wa Chake Chake, na ukienda kwenye uchaguzi lazima uwe na watu, na nimewaambia watu wangu wote wa karibu, nimeiambia familia yangu, marafiki zangu na wote walionisaidia kuwa kwenye nafasi hii, kwamba ni wakati sasa kwenda Chama cha Mapinduzi kwa maslahi ya jimbo letu, kwa maslahi ya watu wetu wa Chake Chake, lakini kwa maslahi ya watu wa Pemba, lakini kwa maslahi ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake. Tunao kila sababu. Tumeshafanya kazi sana kwenye upinzani. Tumeshafanya kazi sana kwenye upinzani, ila matarajio ya wananchi hayajafikiwa. Viongozi wote waliokaa kwenye majimbo ya Pemba ni wapinzani, almost tokea vyama vingi vyanza, lakini hatujaona utofauti hasa. Tunahitaji sasa kuingia kwenye Chama cha Mapinduzi, kuungana na wenzetu, kuwa wamoja, kuleta mshikamano wa pamoja, kuondosha tofauti zetu za kibaguzi zisizo na msingi, kwa sababu naona tatizo kubwa linalotukwamisha ni ubaguzi usiokuwa na msingi wa kisiasa, wa jiografia na vitu vingine. Lakini nafasi kubwa kwenye maisha ya binadamu imepewa siasa, ndio iamue. Sasa ni lazima tubadilike. Kwanza tuchague mtu kulingana na uwezo na kutenda, kulingana na ukaribu wa watu walionao. Tusichague mtu kwa sababu ya chama. Kwa hiyo natoa wito kwa watu wangu wa Chake Chake, tukachague mtu kulingana na uwezo wake na alivyo, uhalisia wake. Tusiende kuchagua mtu kwa sababu ya chama. Chama sio kinachofanya. Mtu ndio mwenye imani ya kufanya, wala wasidanganye. Kama kudanganya, tumedanganywa vya kutosha. Sasa ni wakati wa kufanya maamuzi binafsi, sio ya kundi. Suala la kuchagua kiongozi ni la binafsi sana, na ndio maana mkitoka kwenye familia moja hamwendi kupiga kwamba familia ya Kaiza ingie ndani kupiga kura. Kila mtu anaenda kwa wakati wake. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kwenda kuchagua kiongozi unayemtaka mwenyewe, sio kiongozi anayetakiwa na chama. Twendeni tukachague na kiongozi. Niseme kwamba kwa kiongozi unayemtaka, wanayemtaka jimbo la Chake Chake 2020 atatoka Chama cha Mapinduzi. Naamini kama nitapewa fursa ya kugombea jimbo la Chake Chake na chama changu ambacho naenda, Chama cha Mapinduzi, kama nitapata fursa hiyo, nitawaletea jimbo saa 4 asubuhi, kwa sababu naamini wana Chake Chake wananielewa. Nimekaa nao, nimezunguka nao, nazungumza nao na nimewatendea. Nimefanya haki kwenye jimbo la Chake Chake, na ninavyo vitu ambavyo nawaonyesha watu wa Chake Chake kwamba hivi tumevifanya ambavyo vinawasaidia wao leo. Kwa hiyo hatuna sababu ya kwenda sehemu nyingine yoyote. Tutashindana, na niombe tu watu kwamba tushindane kwa hoja, sio kwa vioja. Tuende tukafanye siasa safi za uzalendo wa Pemba yetu, wa Chake Chake yetu, lakini wa Zanzibar yetu na nchi yetu kwa ujumla wake ya Tanzania. Kwa hiyo niwaombe na niwatoe hofu watu wa Chake Chake, wawe free kuchagua mtu wanayemtaka, lakini naamini mimi, imani yangu
mtu anayemtaka wao ni kutoka Chama cha Mapinduzi 2020 kuwa mbunge wao, mwakilishi wao, diwani wao. Kwa hiyo wajitahidi sana, siasa chafu tuache pembeni, siasa za matusi, siasa za kepeni tuache pembeni. Twendeni tukashindane, hata hao wapinzani, twendeni tukashindane kwa hoja ndani ya jimbo letu, tuwakusanye watu wetu na tuwalete katika umoja wao. Tusiende kufanya siasa za kuwagawa watu wa Chake Chake. Kile tunachotarajia hatutakipata. Baada ya kusema hayo, mimi nitoe wito tena kwa vijana wote wa Tanzania, kwa wazee na wanawake wote wa Tanzania, wa nchi yetu, waendelee kujikinga na janga hili la corona. Wakati tunaelekea uchaguzi mkuu, tahadhari zote za kitabibu zichukuliwe, ikiwemo ile kule kwenye jimbo langu la Chake Chake, tahadhari zote za kitabibu zichukuliwe, na tuendee uchaguzi huu wa 2020 kwa tahadhari hiyo ya kujikinga na corona, lakini tusichague yule mtu tunayemtaka. Tufanye bidii yote tuchague, kwa maana ya kwamba huyo ndo atatuongoza kwa miaka 5. Tukikosea, tumejikosesha maendeleo kwenye jimbo letu.